Asante kwa kuchagua Special For You TV kuwa kwanza kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Nimeambiwa wamemrudisha airport. Kama mnaweza mkamrudisha Jaji Mkuu Willy Mutunga airport, asije kuangalia kesi inaendaje, mmekwisha. Mmekwisha. Bana, Rais wa Jamhuri ya Tanzania Samia Suluhu Hassan ameweza kujibu kutokana na kile ambacho kimeweza kutokea, wale wanaharakati kuwa deported kutokea katika nchi ya Tanzania baada ya kutoka katika taifa la 254 ama Kenya kuweza kufika pale katika jiji la Dar es Salaam kuhusiana na kesi ya Tundu Lissu ambayo inamkabili, na kesi hiyo inasemekana ni kesi ya uhaini. Sasa wanaharakati hao waliweza kujipanga na kuweza kufika katika jiji la Dar es Salaam, akiwemo mwanaharakati na mwanasiasa mkubwa anayepigania haki za kibinadamu anajulikana kwa jina la Martha Karua, lakini pia Boniface Mwangi, lakini also aliyekuwa mtu muhimu sana katika taifa hili la Kenya anayejulikana kwa jina la Willy Mutunga. Wote wamekuwa deported na wengine wameweza kuvamiwa na polisi usiku wa manane. Sasa Rais Samia amezungumza nini kutokana na kile ambacho kimetokea, hao wanaharakati kuwa deported ama kuondolewa na kurudishwa ama kufurushwa kutoka katika nchi ya Tanzania na kurudi katika taifa la Kenya. Samia amesema kwamba kama waliharibu kwao, basi hapo hawatakiwi kwenda kuharibu huko. Kama wamedhibitiwa vizuri, basi wanataka kuja kuharibu huko kwa sababu hawajadhibiti huku, wanaona kwamba hawatadhibitiwa, watadhibitiwa. Yeye Samia amesema kutokea Tanzania, tumsikilize hapa. La nne, kuendelea kulinda uhuru na heshima ya nchi yetu. Kama nilivyosema, kuna maendeleo makubwa ya teknolojia, na kwa kutumia teknolojia watu duniani wanaweza kufanya wanavyotaka, wanaweza kutusema wanavyotaka, wanaweza kutoa matamko wanayotaka. Niwaombe, katika matamko yanayotoka, ni vyema wizara na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama mkajibu kwa haraka, mkachukua hatua za haraka, aidha kutoa ufafanuzi, kukanusha, au kama ni la kweli kukubaliana na kuchukua hatua za kurekebisha. Lakini tusiwe shamba la bibi kwamba kila mtu anaweza kuja akasema nalo litaka, lipo Tanzania halipo, watu wakajisemea tu. Lakini la pili, tumeanza kuona mtiririko au mwenendo wa wanaharakati ndani ya region yetu hii kuanza kuvamia na kuingilia mambo yetu huko. Sasa kama kwao wameshadhibitiwa, wasije kutuharibia huko. Tusitoe nafasi. Walishaharibu kwao, walishavuruga kwao, nchi iliyobaki haijaharibika. Watu wako na usalama na amani na utulivu ni hapa kwetu. Kuna majaribio kadhaa. Niwaombe sana vyombo vya ulinzi na usalama na nyinyi wasimamizi wa sera zetu nje, kutoa nafasi kwa watovu wa adabu wa nchi nyingine kuja kutovuka hapa kwetu. Hapana. Nimeona klipu kadhaa za kunisema niko bias na nini. Nalofanya ni kulinda nchi yangu, na ndio wajibu niliopewa. Baada ya Samia Suluhu Hassan kuzungumza hayo ambayo umeyasikiliza, huyo ndo Amiri Jeshi Mkuu wa Tanzania ameweza kusema maneno hayo hapo kwamba hao wanaharakati wadhibitiwe. Ameomba vyombo vya ulinzi na usalama, yani ikiwemo majeshi ya mbalimbali kama polisi na I think mpaka ile ya kulinda mipaka, kwamba idhibiti vilivyo, kwamba asije akaingia mtu yoyote na kuvuruga.
amesema kwamba kama ukivuruga iwe wa ndani ama uwe wa nje, wote mtakwenda njia moja. Amesema yeye jukumu lake ni kuilinda nchi ya Tanzania. Mimi sina mengi, zangu ni update, msikilize tena ama tuishie hapo. Bana, utamtafuta hapo, unaweza ukarudisha nyuma uweze kumsikiliza. Usisahau kusubscribe kwenye channel ya S4U ama Special for You TV. Asante, jina langu Jack Special.